Haya mtazamaji, kutoka kaunti jirani ya Kiambu tufululize hadi Meru pale ambapo baadhi ya wakazi wa kijiji cha Kambo, Ijembe Kaskazini, kaunti hiyo wameandamana kulalamikia kutotengenezwa kwa barabara na kampuni moja ya mawasiliano, wakisema kuwa imeendelea kusababisha hasara katika mashamba yao. Kulingana na wao, kampuni hiyo pia imekataa kufidia baadhi ya wenye mashamba ambapo barabara hiyo imepitia kinyume na vile walikuwa wameagana, hali ambayo imewaacha wengi wakililia haki yao. Kutoka kijiji cha Kambo, Ijembe Kaskazini, kaunti ya Meru, wamefanya maandamano wakikashifu kampuni moja ya mawasiliano kwa kutotengeneza barabara moja wanaosema imeendelea kusababisha hasara katika mashamba yao, hasa katika msimu wa mvua. Kuna madhara mingi sisi tunapata tukiwa wenyeji hii mashamba. Kitu kama findia, hakuna findia sisi huwa tunapata kwa sababu maji ambayo yanatoka kwa milima mpaka huko yanateremka kwa maji. Hiyo mashamba yote imeharibika. Tulikuwa tunakuza kitu kama maharagwe, tulikuwa tunakuza kitu kama miogo huko ndani, viazi vitamu pia na mahindi, lakini siku hizi hakuna kazi tunafanyia. Kuna karavati iliwekwa pale juu kwa mlima ikielekezwa huku chini kwa shule. Na wakati wa msimu wa mvua, hayo maji yote yanakuja yanakusanyika kwa uwanja. Yanabeba ile sediment yote na mawe yote inawekwa pale kwa uwanja. Kuna maji inapitia karibu na vyoo vya shule. Ukiangalia pale juu hapa utaona kuna choo ambayo imeanguka. Ni kwa sababu ya hiyo maji ambayo inakuja kupitia kutoka kwa huo mlima. Kuna wakati hiyo mvua ulinyesha, alafu hiyo kitu zote, hiyo maji yakaya nyumba yangu, yakapiga nyumba. Mimi na watoto wangu kitu kama saa 8 ya usiku tukatoroka tukaenda. Tukaanza kuku zote ikakufa juu ya maji. Tangu hawa watu waanze kufanya kazi kwa hiyo booster from 2006, mashamba yetu yaliharibika kabisa. Hata tulikuwa tunalima vitu vingi sana huko, lakini wakati huo hakuna kitu unaweza lima huko. Hata ukipanda miti inaenda na maji. Na wakati ilikuwa inatengenezwa walikuwa wanasema eti watasaidia watu maji yasiwe yanaingia kwa mashamba, lakini hakuna kitu wamesaidia. Kutoka hapa kama mvua yenye inakuja, yenye wanahabari wanasema mvua inakuja kubwa, kutakuwa na shida kubwa ya kututoa huko. Wakazi hawa sasa wanataka kampuni hiyo kuwafidia ili maisha yao yaweze kuendelea. Kutoka kaunti ya Meru nikiripotia NTV Mashinani, jina langu ni Sam Wanyoike.